kuisikia sauti yako. Nimesimama kama chombo tu Bwana. Naomba utumike ndani yangu kunena nasi, ili tuweze kuisikia sauti yako, maana sauti yako inaleta wokovu, sauti yako inaleta uponyaji, sauti yako Bwana inaleta mabadiliko, sauti yako Bwana ina nguvu kuyafanya yasiyowezekana kuwezekana. Baba, bariki watu wako na ukatende ulichokusudia. Kwa jina la Yesu nimeomba nikishukuru. Unaweza ukaketi. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume, wakati kanisa ilipoanza, maandiko yanasema ya kwamba ilianza kwa nguvu. Yesu Bwana wetu kabla aondoke kurudi mbinguni, akawaagiza wanafunzi wake, msitoke Jerusalem, mngoje mpaka siku mtakapopokea nguvu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu kuanzia Jerusalem na pande zote za ulimwengu. Kwa sababu kusudi la Mungu ilikuwa injili ifikie kila binadamu. Kwa kuwa sheria, torati na vitu vyote vilivyokuwa vimefanyika kule nyuma tangu Noa mpaka manabii wote, hakuna kitu kingeliweza kumkomboa mwanadamu kutoka kwa dhambi. Ndipo Biblia inasema kwamba wakati ulipotimu, Mungu akamtuma mwanawe. Na ndio tunaambiwa katika kitabu cha Yohana 3:16 ya kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu aaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa hivyo Mungu alikuwa ametazama wanadamu na akaona katika njia wanazoenenda wanaelekea kupotea. Na yeye Mungu akawa hataki kwamba viumbe wake aliowaumba kwa sura na mfano wake wapotee. Maandiko yanatuambia kwamba ulimwengu wa kwanza uliweza kuangamizwa kwa gharika kwa sababu ya dhambi na maovu ambayo walikuwa wanadamu wamefanya. Kizazi kile wakati wa Nuhu kikasafishwa na gharika. Lakini maandiko yanatuambia ulimwengu wetu huu sasa umewekwa akiba kwa moto. Na kama tulivyoona wakati wa Nuhu, baada ya kuwa amewasafisha wanadamu, ama wanadamu wote wameangamia kwa gharika, tunaona Nuhu anatoka kwenye safina, anatengeneza madhabahu, anatoa sadaka, Mungu anasikia harufu ya sadaka, halafu anajuta kwa nini amewaangamiza wanadamu. Kwa hivyo halikuwa kusudi lake kuangamiza wanadamu, lakini ilimlazimu kwa sababu wanadamu wenyewe walisababisha Mungu afikie pale. Lakini tukiona Biblia inasema ya kwamba Mungu alijuta kwa nini amewaangamiza wanadamu, ni kwamba hakuwa ametamani, hakuwa ametaka ya kwamba mtu yoyote apate kuangamia na mtu yoyote aangamie. Mtu yoyote aangamie. Anataka watu wote warudi kwake, waishi vizuri katika dunia hii, tukiwa tunaendelea kungoja siku ya parapanda itakapolia, tusimame mbele zake, kila mtu ahukumiwe kulingana na matendo yake. Wale wakwenda kwa Mungu waende kwa Mungu, na wakwenda kwa shetani waende kwa shetani. Watakaoingia paradiso waingie, watakaoenda jehanamu waende. Ila kusudi la Mungu ni kwamba sisi wote tusikapate kupotea. Kwa hivyo si kusudi la Mungu na si mapenzi ya Mungu mwanadamu yoyote apotee. Na ndio maana kwa ajili hiyo akamletoa mwanawe Yesu Kristo. Yesu akateseka, akafa msalabani, akafufuka siku ya tatu. Hali zote hizi zikawa zinafanyika ili watu wote, yeyote yule atakayeweka imani yake kwa Yesu apate wokovu, atoke katika ghadhabu ya Mungu, aingie kwa wokovu.
Akasema tuko hapa duniani, lakini sisi hapa si kwetu, tunapita tu, kuna makao tunaandaliwa. Na kitu cha ajabu ambacho nataka ufahamu ni kwamba Mungu hapendi hata mtu mmoja akose wokovu. Hataki hata mtu mmoja akose kuja kuishi mahali pale ambapo Bwana ameenda kupata harusi. Anapenda watu wote wafike pale. Kwa hivyo kama kuna mtu ataenda kwingineko mbali na pale Mungu anataka tuende, litakuwa ni jukumu lake, ni uamuzi wake, lakini kulingana na maandiko Mungu hataki hata mtu mmoja apotee. Ngeukie jirani yako mwambie Mungu hataki upotee. Mungu hataki upotee. Kipindi amlete mwanawe Yesu ateseke vile vyote, unajua ile haikuwa kitu rahisi. Soma maandiko vizuri. Ilifika mahali Yesu akaona haya ni makubwa yanakuja, alipiga magoti yake akiomba, Baba, ikiwezekana niondolee kikombe hiki. Hakikuwa kikombe cha rahisi, hayakuwa mambo rahisi Yesu alikuwa anaenda kupitia. Anamwambia Baba, ikiwezekana kikombe hiki uniepushe nacho. Alafu tena akakumbuka, akarudi akasema, si kama nitendavyo mimi, lakini mapenzi yako yatimie. Alipoomba hivyo, maandiko nasema ya kwamba hakuondolewa kikombe. Kilichofanyika ni Mungu alituma malaika kumtia nguvu ili akinywe kikombe, maana bila kukinywea hicho kikombe hakuna wokovu ungepatikana kwa binadamu. Kwa hivyo tuna shida zingine ambazo tunapitia katika maisha yetu. Saa zingine tunamuomba Mungu kwamba sikaweze kuondoka, tunaona kuwa ngumu. Unapoona kwamba unang'ang'ana na jambo fulani katika maisha yako, ni jambo la kuudhi, unajaribu kulia, unajaribu kufunga, unaona kumbuka ni majira Mungu ameruhusu upitie hapo. Sasa badala ya kuendelea kulia na kujisokotesha kiwango paka umkufuru Mungu, muombe Mungu, najua inaweza kuwa ni kipindi hiki umekubali nipitie, nipe nguvu basi nishinde, ili nitakapotoka hapa nikaweze kukutukuza. Na kama alivyompa mwanawe nguvu za kuvumilia uchungu, atakupa nguvu za kuvumilia kupita kile kipindi, na utapita. Na pale mbele utasimama ukimshukuru Mungu. Nisikilizeni wapendwa wa Liberty. Naongea ujumbe huu nikiwa na huzuni kubwa katika moyo wangu, kwa sababu Mungu ameniongelesha kwa uzito. Waambie wanangu maneno haya. Utasamee pastor, najua ulikuwa utahubiri, lakini ruhusu tu nizungumze yale Mungu ameweka katika moyo wangu. Mungu anapenda kanisa hili. Mungu anapenda wapendwa, anatupenda kanisa. Katika kanisa hili ana kusudi jema juu ya maisha yetu. Ako na malengo mazuri juu ya kila mmoja wetu mahali hapa. Lakini kuna kitu hatujaelewa, tuna kitu hatujafahamu, na ndicho chenyewe niko hapa kukuzungumzia. Uliye hapo na nitazama, hili neno lahusu kila mtu aliyeokoka, anayekiri kuwa Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi katika maisha yake. Biblia inasema Mungu hapendelei kifo cha mwenye dhambi. Biblia mahali pengine inasema ya kwamba zamani zile za ujinga mwanadamu Mungu alikuwa anatazama ni kana kwamba haoni, lakini wakati huu anaagiza kila mtu apate kutubu. Kwa nini analia? Kwa nini anahuzunika? Mungu anataka kila mtu apate kutubu, ni kwa sababu hataki mwanadamu apotee. Hataki mwanadamu aende mahali pa mateso. Anataka jinsi alivyotuumba kwa sura na mfano wake, sote tuwe mahali pale mbele zake, tukimwabudu kama alivyokuwa amekusudia tangu mwanzo. Kwa hivyo si kusudi la Mungu, weka hilo maanani, si kusudi la Mungu hata mtu mmoja apotee. Ni mapenzi ya Mungu ya kwamba kila mtu afike mahali pazuri. Ni kusudi la Mungu kila binadamu duniani awe na maisha mazuri ya raha na amani na furaha. Na ndiyo maana Yesu akaja, akapitia mateso yote, lakini akashinda kifo na mauti. Na alipotoka kabrini akakutana na wale mitume waliokuwa wameweza kutembea na yeye, na akawapatia amri ya kwamba ni waende duniani kote wakatangaze hili neno, ili yoyote atakayesikia na kuamini akaweze kuokoka.
Na kusudi lake Mungu ni kwamba baada ya kuwa tumeokoka, tukaongezeke, tukageuke kuwa washuhuda wa Kristo, tupende wengine, tuwavute wengine wakuje kwa hii imani. Lakini nasikitika kwa sababu kanisa nyingi haziendelei, kanisa nyingi hazikui. Na unajua hii Biblia unaweza ukaitumia kujifariji kwa njia yoyote ile. Kwa hali yoyote unayotaka kujifariji nayo, Biblia itakupatia kifungu. Wale wanaolewa na hawataki kuacha ulevi wana kifungu chao katika Biblia wanachokitumia, kwamba Yesu alitengeza pombe, Yesu alitengeza divai. Kwa hivyo wanaendelea kukunywa pombe na wana kifungu kwenye Biblia anakisimamia na anakishikilia, Yesu alitengeza divai. Wanaozini na kufanya mambo machafu pia nao wanaolala na kuwa na wake wengi na vitu kama hizo wana kifungu kwenye maandiko. Nikasoma mahali pengine mwingine anasema Ibrahimu alikuwa na wake sijui wangapi, Suleiman akawa na wake wangapi, Daudi akawa na wake wangapi, na wote walikuwa ni watu waliopendwa na Bwana. Kwa hivyo ukitaka kujifariji kwa chochote, hii Biblia kuna mahali unaweza ukasimama ukajifariji. Lakini je, huko kujifariji kwako ni kwa kukupeleka mahali kwa sawa ama ni kwa kukuharibia? Makanisa mengi hayaendelei kwa sababu ya vifungu vifuatavyo. Sasa enda kwa Biblia yako. Kuna vifungu ambavyo vinatumika vibaya na wachungaji na Wakristo kwa sababu ya kutoelewa. Maandiko yanasema katika Mathayo 18:20, kwa kuwa walipo wawili watatu wamekusanyika, nami nipo papo hapo katikati yao. Hichi kifungu kimetumika vibaya. Mungu anapokutumia kuanzisha kanisa, analokitaka Mungu ni kwamba kanisa liongezeke, watu waongezeke katika hilo kanisa, kwa sababu ndivyo alivyofanya katika kanisa la kwanza. Lilianza na watu wachache mno, lakini baada ya Petro kuhubiri ile siku watu wamejazwa Roho Mtakatifu, watu 3,000 waliokoka. Haikuishia hapo. Walipoendelea, maandiko yanasema kwamba Mungu akawa analiongeza kanisa kila siku kwa wale waliookoka. Kuna kanuni za kusababisha kanisa likaweze kuendelea. Lakini mtu kama anatumia hichi kifungu kwamba Biblia imesema wawili watatu walipo, Mungu ako pamoja nao, ni sawa, alisema hivyo. Lakini kisiwe hichi kifungu kwa akili yako ukaishi hovyo, ukaishi maisha ya kutojali, kwa sababu unasema ya kwamba hata tukiwa wawili bado tuko sawa, Mungu ako pamoja na sisi. Uko na nia makosa, unatumia hichi kifungu vibaya. Lengo la Mungu ni kwamba tuongezeke. Kifungu kingine ambacho watu wengi husikia wanakitumia ni Yohana wa kwanza 2:19, walitoka kwetu lakini hawakuwa wa kwetu, maana kama wangalikuwa wa kwetu wangalikaa pamoja nasi, lakini walitoka ili wafunuliwe kwamba si wote walio wa kwetu. Watu wengi wanatoka makanisani si kwa sababu eti pengine ya kitu kingine. Wengi wanatoka makanisani kwa sababu walikosa kuona upendo, kwa sababu ya makwazo, kwa sababu ya watu wawili watatu ambao wamekataa kumkumbatia Mungu moyoni mwao. Wamebeba kiburi na majivuno ya kujiona sisi twatosha. Wewe unasema hivyo wawili watatu, lakini Mungu hana haja na watu wawili watatu. Mungu hana haja na watu wote wakaweze kufika kwake. Tumekosa kutembea katika kanuni za Mungu, katika mapenzi ya Mungu. Tumeishi maisha hovyo ya kudharauliana, kutoshirikiana vizuri, kutopendana, kutojaliana. Kila mtu anaishi kivyake. Nataka tuelewe hili ya kwamba wote waliompokea Kristo Yesu wamepatiwa nguvu za kufanyika watoto wa Mungu. Punde ukimkiri Mungu, kabla yako haipo tena. Hata wewe ni Mmeru, Mmeru lazima uishe. Kama ni Msagala, Usagala lazima uishe. Kama wewe ni Luya, Luya lazima uishe. Kama wewe ni Mduruma, uishe Uduruma. Kama wewe ni Mjaluo, uishe Ujaluo, utoke. Kuanzia wakati huo Paulo akasema si mimi tena niishie, bali Kristo
anaishi ndani yangu. Uelewe ya kwamba wote walioamini wamepatiwa nguvu za kufanyika watoto wa Mungu. Tukiamini sisi ni ndugu, tukiamini sisi ni wapendwa, tukiamini sisi ni watu ambao kulingana na mapenzi ya Mungu anataka tuishi kama ndugu, tuwe watu wa kupendana, tuwe watu wa kushirikiana, tuwe watu wa kutiana moyo, tuwe watu wa kujaliana. Ignorance, kutojali, kumejaa katika makanisa mengi. Ndio maana hata mtu asipokuja kanisani, mtu hajali. Na ukimuuliza, Biblia imesema 2 watatu. Hayo ni ya kwako. Leo nimekuja hapa kukwambia mambo ya Yesu aliyekuamini, uliyemwamini wewe, kilicho ndani ya moyo wake. Kwa hivyo kama umeokoka na hutembei na moyo huu wa Yesu, then inashindwa ni Yesu gani yako ndani ya maisha yako. Kuna mambo Yesu aliyotamka akiwaambia mitume. Tabia ya kutojali, tabia ya kutotambuana. Mtu anakosa kanisa na hakuna mtu anayethubutu kujua kwa nini mtu amekosa kanisani. Nisikilizani niwaambie ndugu zangu, tumeokoka ndio. Tu binadamu tuna hisia. Yakifanyika mambo ya makwazo, kukwazika sharti utakwazika. Kukasirika lazima utakasirika. Ndio maana Biblia ikasema kwamba hata ukikasirika jua lisifanye nini? Lisichwe kabla hiyo hasira haijaondoka. Alijua Mungu ya kwamba mambo ya kukasirishana yatatokea. Lakini je, yanapotokea mambo ya kukasirishana ama unapokasirika, utabeba chuki milele? Je, utaendelea na chuki siku zote? Utaendelea kuwa na machungu siku zote? Biblia haijatuambia hivyo. Ukikasirika jua lisichwe kabla hasira hiyo hujaishughulikia. Maandiko yanatuambia wazi, hata kama umekuja kanisa wakati wa kutoa sadaka, vile tumetoa sadaka, maandiko hayakuruhusu kutoa sadaka kama una mambo hujayashughulisha na ndugu yako mliyekwazana kule nje. Ni kwa sababu Mungu wetu ni wa amani. Mungu wetu hana haja na sadaka, anataka amani itawale katika mioyo yetu. Anataka ushindi wake utawale katika maisha yetu. Anataka utu wema udhihirike ndani ya maisha yetu. Biblia inatuambia wazi hapa, sisi kama wana wa Mungu ni lazima tuubebe moyo wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Na uwezi tembea na Yesu Kristo kama hujajua moyoni mwake amebeba nini, anatakaje, mapenzi yake ni gani. Ikiwa leo Mungu atatusaidia tufunguke, tuelewe ni kitu gani anatuambia siku ya leo, nina uhakika ya kwamba Liberty Christian Church iko na potential ya kufika mbali, ya kuwa na washirika walio na msimamo, kuwa na washirika ambao watakusimama na kusema mimi niko wa Liberty, lije lijalo mimi niko hapa. Na si kwamba tu, lakini watakuwa na uwezo hata kushirikisha wengine. Hata kama umefanywa mambo ya kukwazwa na unajiona kwamba uko na haki sana, unaona kwamba umedhulumiwa, unaona wale watu si wazuri, hawakufanyia haki, hawafanyi haki. Yesu akamwambiaje Petero? Nimemuona shetani anataka kuwapepeta kama vile shetani anavyopepeta, kama vile, na nimemuona shetani anataka kuwapepeta kama vile mtu anavyopepeta ngano. Lakini mimi nimekuombea Petro, imani yako isitindike, imani yako isipungue, na utakapoongoka waimarishe ndugu zako. Ukiokoka Mungu atakupatia, kwa sababu Mungu ni nuru, nuru yake itakuwa na angaza katika maisha yako. Na many time ukitembea katika nuru, waliogizani hawatakupenda, lakini hilo halitaki kukukwazwa. Hata kama watakasirika, bora umewaambia ukweli, wewe huna hatia, ushajitoa katika hilo jambo. Hata kama watakukasirikia, watakuchukia, as long as watembea katika nuru, simama katika nuru. Na usiseme wamenichukia unahama. Nimekuja hapa kukwambia hakuna kanisa lililo la sawa katika hii dunia. Kila kanisa lina kisirani. Niulize mimi, nimepitia mambo mengi katika maisha haya.
Na hata sasa hivi nikiwa hapa kuna vitu mingi ninaendelea kujifunza. Na nakuelezea ya kwamba kila kanisa lina mashaka yake. Waweza ondoka hapa maana umekwaza kitu kidogo, kule uenda malizwa kabisa. Mwisho utawacha wokovu. Ndio maana kuna watu wamewacha wokovu na ukiwaambia warudi hawataki tena, kwa sababu walifikiria kuhamahama makanisa ndio suluhisho. Yule Mungu ako hapa ndio Mungu yuko kule. Kama hapa kumekushinda, hata kule kutakushinda. Swala ni kutafuta suluhisho kwa kila tatizo. Na kama kuna vitu vimekosekana, vimeharibika, ni lazima watu kama watu wa Mungu tujue ya kwamba kuna kitu kinaitwa msamaha. Jana tukawa tumeenda mazishi huko sehemu za mchanganyiko. Sijui mchanganyiko, sijui mchanganyiko huko Msao. Nikiwa pale nimekaa, Mungu ananizungumzia kitu cha uzito sana. Nilipopatiwa nafasi mimi sikujali, kwa sababu unajua kuna tabia ambazo sisi mapastors tuko nazo ambazo ni za kipuzi. Wanasiasa wanapatiwa muda, hawapatiwi limit. Mtu wa Mungu akishasimama ataka kuongea, ndio limit zinawekwa. Tujali waliojua, tujali waliojua ni kitu gani. So wamekuja matanga, kama hawataki tu waende nyumbani. Kwa nini wanasiasa wapatiwe muda wa kuongea vitu mingi, halafu watu wa Mungu tupimue masaa? Nikaongea kile kilichokuwa katika moyo wangu, na sikujua kwa nini nimepatiwa ujumbe. Baadaye ndo nikaelewa kwa nini nimepatiwa huo ujumbe. Wakati mzee mmoja aliposimama na kuniambia, Pastor Rumba, Pastor, Mungu akubariki kwa sababu ulioyazungumza ni mambo, ndo nikaelewa kuna vitu kwa nini Mungu amenisukuma niongee nilichokiongea mahali pale. Ndio maana kumewekwa neno linaitwa kusameheana, msamaha. Ni kwa sababu alijua Mungu ya kwamba watu wanapoishi pamoja, hata kama ni bibi na bwana, kwani bibi na bwana unakosana mara ngapi? Kuna kuvumiliana tu. Hata hapa mmekuja hapa mnajifanya mmeng'ara, wengine mnahagiana, mnajifanya mpenda. Hakuna kitu, kipuzi mtupu. Huko nyumbani mmetoka mmevurugana. Mnatudanganya tu hapa. Darling, baby, kitu gani? Tufungue huo moyo wako sasa hivi tuone vile unavyomwamtaja huyo mtu wako hapo. Angejua vile unamlani kwa huo moyo wako, hata asingekaa karibu na wewe. Msiniangalie miangalie nini nyinyi huko. Mnaniangalia mimi kwa sababu gani? Watu huko sana. Lakini wakati watu wanakosana, sio kwamba basi wakishakosana waachane. Kama ingekuwa ni hivyo basi kungekuwa kuna relationship katika hii dunia. Na haiyechi kwa washirika peke yake, hata kwa wachungaji. Paulo akamkemea Petero wazi mbele za watu, kwa sababu ni mtumishi wa Mungu, ni mtume, amekuwa na Yesu, lakini vitu anavyovifanya si vya sawa. So akamrekebisha, hakujali ni nini kitafanyika, akamrekebisha. Na hiyo haikuwa na maana ya kwamba wakosane. Alipotambua kweli Petero ya kwamba anachoambiwa na Paulo, mwisho akakubaliana na Paulo, kwa sababu Paulo alitokewa na Yesu, akazungumziwa na Yesu. Kwa hivyo alipoona unafiki hakunyamaza. Haleluya. Ukiokoka na ukiwekwa nuru ndani ya moyo, maisha yako, utembee katika hiyo nuru. Usiogope na usijali nani atakupenda, nani atakuchukia. Maana kwa hii dunia hata ufanye mazuri mangapi, utakuwa na maadui, utakuwa na wapinzani. Hata ufanye mabaya gani, kuna watu bado watakupenda. Kuna wale watakuchukia na kuna watu watakupenda. So ufanye mazuri, kuna watu watakupenda, watakuchukia. Ufanye mabaya, kuna watu watakupenda, watakuchukia. Lako si nani anakuchukia. Lako je, nilivyosimama niko katika nuru, na kama niko katika nuru, anichukiaye anipendaye halitakikani kuwa shida yangu. Inatakikana nisimame katika kweli na katika nuru. Wewe mwenyewe ulitolewa kama katika ulevi, kama ule ndugu vile alivyotoka, alivyoshuhudia. Hauko peke yako, mimi pia nilitoleka huko. Mimi sikuwa nakunywa takataka zenu hizi, hata vitote vya Chrome na Triple S. Nilikuwa napiga pombe pure ya mnazi, na nashika kigele ni kile cha lita 3, si bila mboko, bila mlija, na kibandika kwa mdomo. After 5 minutes shamalizana na kila kitu, na nimekuwa top. Usikuja hapa kuniletea hapa upuzi wako hapa. Tumetoka mbali. Umevuta tubangi tuwili hapa, alafu natutishia maisha hapa.
Umepatiwa simu ukalipie kule waiba shilingi 5 halafu wajita mwizi. Mwizi gani wewe? Tuulize sisi. Tunaongea kwa hotel tunavunja, kunaishi Masai pale, kuna lindwa Kenya Marineland pale Mtwapa, tunaingia pale tunavuruga Masai, tuatoka na vitu. Usikuja hapa kutuambia. Ukiniona ninasikia uchungu kwa vile watu wanatembea, nasikitika. Mungu hapendi mtu apotee. Ametutoa mbali huyu Mungu. Na kama ametutoa mbali, basi tukumbuke tulikotoka. Na tukikumbuka tulikotoka, tujue hata sisi tulikuwa wakosaji. Tuachane na kiburi, tuachane na majivuno, tuachane na kujiona tuko sawa zaidi ya wengine. Tuvae pendo la Kristo, tuvae moyo wa Bwana Yesu, tutembee na pendo lake. Tutimize wajibu aliotuachia katika hii dunia. Petero akaambiwa, nimekuimarisha Petero, na utakapoimarika saidia wenzako. Shida ya watu wakishasaidika tu kidogo wanaona kila mtu ni mjinga. Una tushilingi tuwili tutatu sasa hivi tu, lakini ulisota pale nyuma. Sasa ushapata vishilingi, ushaona kila mtu ambaye hana pesa ni mjinga. Wewe peke yako ndio una akili. Kama Mungu alikutoa kwa umaskini akakuleta pale ulipofika, ujue ya kwamba Mungu si wa kwako peke yake. Mungu ni wa kila mtu. Kama hujajua hilo, jua hilo leo. Mungu ni wa kila mtu. Ndio maana uweza chukia mtu ukaamua asifanikiwe na Mungu bado akamfanikisha, kwa sababu wewe si Mungu, na Mungu si nyanya yako wala sababu yako. Mungu ni wa kila mtu. Mungu ni wa sisi sote, na kila mtafutaye Mungu kwa bidii anamuona. Kwa hivyo ukikaangalia mtu na kumdharau sasa hivi, unasahau ulikotoka, unasahau ulivyokuwa chokora, ulivyokuwa ovyo, halafu nadharau watu. Haitakusaidia. Mungu atakudhalilisha tu. Utakosa kusaidia mtu na utamwona amesaidika. Ni kwa sababu maisha ya binadamu hayako mikononi mwako, maisha ya kila mmoja wetu hapa yako mikononi mwa Mungu. Kwa hivyo ni tupendane, tujengane, tusaidiane, tutiane moyo. Ndio makusudi ya Mungu wetu. Kujifariji. Heri watu wawili watatu. Mungu hana haja na hizo vitu zako ulizo nazo kwa akili zako. Tukishaokoka, kanisa ikishaanzishwa, kusudi la Mungu ni kwamba hiyo kanisa iongezeke. Lakini itaongezekaje wakati watu ndani ya kanisa ni wanafiki? Mimi siku hizi nimekusudia na nimeamua, pastor, sitaumia tena. Unasikia baba yangu? Mimi nikivurugika nitakwambia nimevurugika hapa. Si last Sunday nilisema hapa, siwezi lala njaa pale. Nikiona vitu vinavinda kupigia simu huko nyumbani, na kuja na familia yangu yote. Tumekuja kutembelea. Alafu tujifanya pale tuafutafuta deki, mara nashika pale, hakuna kitu kingine. Ni chai tunataka na sima, tukishakula tutaondoka tuende nyumbani. Mbona niteseke na ndugu yangu yuko hapo? Haleluya. Zamani ndo nilikuwa niko na ujinga, nitasema ni ujinga. Niko na shida na sitaki kusema, maana yake nasema kwamba nitaambiwaje. Taambiwaje kitu gani? So useme kile utakachosema, bora nishakwambia. Wewe ni ndugu yangu na najua uko na pesa. Nikiwa na shida Beni nitakupigia simu. Beni natakaje? Nataka 500. Wewe ukishanipatia hayo mengine utakayoyasema baada hapo mimi hata sitambui. Useme ni muombaji, useme ni muombaji ndio. Maana Yesu alisema ombeni mtapewa. So utaka siombe aje? Na Biblia imeniamuru ombeni mtapewa. Bisheni mtafunguliwa. Tafuteni mtaona. Sikia Pastor Soba, nitakupigia simu. Lete 500. Utakachokisema baada hapo I don't care. Hata nikasikia umeenda kwa bridge tukasema Pastor Ndumba kuja kuniombea. Hiyo ni ya kwako. Nimetimiza maneno ya Mungu. Nilikuwa sina nikaomba, na maana nimeambiwa omba utapata. Twende kwa hii tusikie Yesu anasemaje. Anawaambiaje wanafunzi wake. Ndio ujue hii mambo ya kujifariji na madiko ndio lazima uachane nayo. Fungua Luka 15 mstari wa 4 mpaka wa 6. Fungua hapo.
na usimame utusomee kama umepata. Luke chapter 15 verse 4 to 6. Luka 15:4 mpaka 6. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Luka 15:4 mpaka 6. Luka 15. Ni nani kwenu mwenye kondoo 100 akipotewa na mmojawapo asiyewacha wale 99 nyikani, aende akamtafuta yule aliyepotea hata amwone? Endelea. Naye akiisha kumwona kumweka mabegani pake akifurahi. Endelea. Na afikapo nyumbani kwake huwaita rafiki zake na jirani zake, akawaambia, furahini pamoja nami, kwa kuwa nimekwisha kumpata kondoo wangu. Asikie mzigo, kwa nini mwenzetu hajakuja, na tutafute suluhisho. Manake la mapenzi ya Mungu ni kwamba tuendelee kukua tukiwa pamoja, tukila chakula kimoja, tukijengwa pamoja, ili tukaweza. Manake kila kanisa lililoanzishwa kuna vision ndani ya aliyelianzisha kanisa, na lazima ile vision lazima ikamilike, na haiwezi ikakamilika kwa watu wawili watatu. Inakamilika kwa watu wa Mungu ambao wamesafishika, wametakasika, wamevaa upendo wa Kristo, wanaojua Yesu anatakaje. Ndio maana ukishajua ni mshirika mwenzangu hajakuja kanisani, lazima unatafuta njia ya jinsi utakavyomfuata. Lakini kiburi kimetuponza. Wajua wazi kabisa umekwaza mtu, lakini hata hujali. Ukulizwa sema uenda pale, walitoka kwetu kwa sababu hawakuwa wa kwetu. Hao wanaotajwa hapa walikuwa ni wakorofi. Waliotajwa hapa walikuwa ni watu ambao hawakuwa wameweka imani zao sawa sawa kwa Mungu. Lakini kuna wengi wanatoka makanisani, si kwamba ati imani zao ni potofu, lakini ni kwa sababu ya makwazo, visirani na mikosi ambao wameikuta ndani ya kanisa. Alafu kanisa likibaki tupu, twaja hapa kujifariji. Nimesema, narudia tena, hii Biblia hii ukitaka kujifariji kwa chochote utajifariji nacho, maana kuna maandiko yote hapa. Lakini je, kadri tunavyojifariji ndio makusudi ya Mungu? Sikiliza nikushangaze. Fungua Yohana 10, soma mstari wa 16. Yohana 10:16, Biblia inasemaje? Na kondoo wengine ninao ambia si zizi hili. Na soma vizuri pastor. Na kondoo wengine ninao ambao si wa zizi hili, na hao nao imenipasa kuwaleta. Ni sauti yangu wataisikia, kisha kutakuwako kundi moja na mchungaji mmoja. Yesu anachokisema, mbali na kutafuta yule aliyepotea ambaye alikuwa ni kondoo, maandiko yanazidi kutuambia hapa, na kondoo wengine ambao si wa zizi hili. Kumbe hata kuna watu wengine ambao hawapaswi kuwa hapa, lakini tunafaa tuwatafute wawe hapa. Na ninao kondoo wengine ambao si wa zizi hili, na hao nao imenipasa kuwaleta, na sauti yangu wataisikia, kisha kutakuweko kundi moja na mchungaji mmoja. Kuna wengine ambao hawapaswi kuwa hapa, lakini inapaswa pia kuwaleta, ili tuwe kundi moja na mchungaji mmoja, tukijengwa na kuimarishwa katika neno la Mungu, ili tukaweze kufikia kusudi la Mungu. Hayo ya kwako ya heri wawili watatu yanatoka wapi? Hizi faraja zako nazo sifariji nazo za kuwa walitoka kwetu, maana hawakuwa wa kwetu. Lazima turekebishike mahali, turudi katika msingi wa kanisa la kwanza.
Kanisa la kwanza lilianza na upendo wa Mungu. Maandiko yanatuambia walitembea nyumba kwa nyumba wakimega mkate. Wewe hutaki watu waje kwako. Sasa wewe ni wa Yesu yupi? Mtu akija kwako mara 2 3 shaanza manunguniko. Wananijua nina fedha, ndio maana kila wanachofanya na nitembelea wanataka kunywa chai yangu. Chai ina maana gani? Kitu ambayo inaingia kwa tumbo inaenda chooni, ndio unaringa nayo. Walitembea nyumba kwa nyumba wakimega mkate. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa lazima turudi katika msingi wa kwanza. Kupendana, kutembeleana, kujaliana, kutunzana. Kwa sababu Yesu anasema ana kondoo wengine ambao si wa zizi hili, lakini hao pia nao anafaa kuwafuata ili wakaweze kuwa kundi moja na mchungaji mmoja. Dada yetu Betty akatuambia amefiliwa na dadake. Ikawa niende, lakini nitakwambia saa hii dada Betty, sikuja zile kwa siku nilikuwa nimekwambia, kwa sababu sikuwa na anything. Ningekuja kwako nikwambie pole alafu natoka bure. Ati wacha tuombe. Mtu amefiliwa unamwambia maombi yatamsaidia kitu gani? Mpe pole. Lakini CEO wangu alipofika akaniambia tumtafute Betty, nikatiwa moyo sana, nikajua sasa tukienda hapo kutatoa kapole. Ndio nikaja sana na ujasiri, ndio tukaja juzi. Na kuja kwetu sikumesaidia Betty. Si ndugu ametutembelea leo. Kama hatungekuja ile juzi ndugu angekuja. Sema ukweli ndugu. Aha. Kutembeleana ni muhimu. Unasikia ndugu Martin? Kutembeleana ni muhimu. Nasikitika umenitupa Martin. Tangu uhame pale hujawahi rudi kabisa. Kumbe ulikuwa unanichekea maana tulikuwa karibu. Sasa ushaenda huko mbali. Shapata nyumba nzuri ya tiles, sasa mimi niko pale kwa vituko. Unaona huna haja kuja, maana pengine hata huna mahali utakuja kaa. Njoo hivyo utakalisha hata kama kwa stuli. Kwa sababu upendo ni muhimu. Kutembeleana ni jambo la muhimu. Haleluya. Ndugu zangu, nimekuja hapa na mzigo huu. Mungu ameniambia watu wangu warudi katika msingi wa kanisa langu. Tuache kujifariji. Heri watu 2 3. Hiyo sio moyo wa Yesu Kristo. Sio moyo wa Mungu hata. Kwa sababu Mungu anataka wote wafike kwake. Na kama sisi tunasema tumeokoka, tunatembea na Yesu katika maisha yetu, tujue ya kwamba Mungu anataka tuwe kielelezo kizuri, tujaze upendo, tuache kiburi, tuache majivuno. Ukiambiwa umekosa, kubali tu kwamba umekosa. Na ukikosea mtu omba tu msamaha, mambo yaishe, tuendelee kupendana. Na ukishaomba msamaha, mkishasameheana, usahau hizo vitu, usiendelee kuweka grudge. Tembeleeni, tutembeleane, tujengane, tutiane moyo. Ndivyo Kristo wetu anavyotaka. Na kama tutasikilia haya maneno, turudi katika msingi wa kwanza, nina uhakika kanisa yetu itafika mbali. Karibu pastor. Bwana asifiwe. Hata wewe siku nyingine ukija ukiniambia nina neno nimepewa na Mungu, nitakupatia nafasi. Bwana asifiwe sana. Amruth, sema mama. Wewe Mungu hajakuongelesha? Kinasikia ulisimama hapa ukaongea. In fact kuna mtu amalize ule ujumbe. Ni ukweli ama ni urongo? Ukweli apewe muda. Hii June nitampatia muda. Bwana asifiwe sana. Yale ambayo yameongewa na mchungaji Rumba
ukweli wake waujua wewe. Bwana asifiwe sana. Ukweli wake nani anaujua? Usingoje mimi nisimame hapa niseme yale anayoyasema ni ukweli. Mimi sikuongeleshwa na Mungu. Sawa? Aliongeleshwa yeye aje akuongeleshe wewe. Sasa usingoje mimi hata nikuthibitishie. Kama huyaamini tayari. Sawa sawa? I'm not here to rubber stamp anybody, or I'm not here to help you receive from God. God has spoken. It is your responsibility to hear what God has said. Bwana asifiwe sana. I am not superior to Pastor Rumba when it comes to listening from God. So Rumba hana haja mimi nimtilie mkazo ndio ujue sasa hiyo lazima imetoka. Kama pastor pia naye ameunga mkono, sasa kama hutaipokea uiache hapo. But the word of the Lord has come. You have a choice. Bwana asifiwe sana. What I was going to share with you is something totally different. Our time has gone. Aliponiambia na kitu akusema mimi sikujua kama ni kirefu. So mimi nikamwambia wewe endelea. So nikagundua kwamba ni ujumbe mzima. Which ni sawa tu. Ujumbe wa Mungu hau expire. So ule wangu unaweza baki tu mpaka wiki ijayo. Ama mnafikiri uta expire? Usipokuja kuusikia ni wewe ndio utaukosa. Si ati watu hautahubiri, utahubiriwa tena. Bwana asifiwe sana. Thank you Pastor Rumba for that word. Safari yangu ya Uganda ilikuwa nzuri. Nilifika juzi Jumanne. Nimekuwa na shughuli nyingi sana. I think so nilifika hapa Tuesday. Wednesday I had I think 3 meetings, long ones. Thursday I had 3 meetings, long ones. Friday I had 3 meetings, ndefu tena. And then jana nilikuwa na meeting moja ambayo I was part of a group ambayo ilikuwa tunafundisha watu mahali. So to be honest, hata sijapumzika vile na sioni kama kuna kupumzika. Wanasema kupumzika ni mbinguni. Bwana asifiwe sana. There are a few things that I want to share with you. Kanisa yetu kama uko mwangalifu utagundua ya kwamba iko katika hali ya restructuring. Na one of the things ambayo tunajaribu kutoka chini kupandisha juu ni huduma ya watoto. We want to have a very very vibrant children ministry. Na our children ministry so far itakuwa na vitengo vitatu. Kitengo cha kwanza itakuwa ni cha Jumapili ambayo ni the normal Sunday school. Kitengo cha pili ni ambacho nawapatia jina hivi sasa. We will launch it formally. But the second program ya vijana itakuwa inaitwa ya watoto itakuwa inaitwa LCC. So the second program itakuwa inaitwa LCC. And the meaning of that is let children come. Let children come. Itakuwa ni program ya Jumamosi ambao watoto watakuwa wanakusanyika katika kiwanja chetu kule na watakuwa wanapitishwa through mafunzo, michezo na vitu vingi tu. And then our third program itakuwa ni VBS ambayo inafanyika kila wakati wa likizo ya shule. In that context, we are in the process of hiring mtu ambaye atakuwa anaongoza mikakati ya huduma hii, because we want it to be a program ambayo itakuwa ina mfanyikazi, atakuwa anazunguka mitaani kutafuta watoto ambao watakuja,
hakikishe chakula ama refreshments ziko tayari, hakikisha kwamba materials ziko tayari. So in the process of hiring a staff, na within few weeks we will announce mtu ambaye tutakuwa tumepata. It is not a position ambayo tuna advertise, it's a position ambayo we are hunting for the right person. Now very soon we will be announcing the person that will lead the program. What I'm here to do is to request watu ambao wana watu wa Malawi kumbe wamekuja. Sisi watu ambao tunaenda kwa inchi za nje, tukikuja lazima mtupatie heshima, si ndio? Sisi watu ambao tunaendanga inchi za nje. Anyway, how are you, my so this is what happened juzi. So mimi nikataka kumpigia Evelyn simu. So kitu kikanizuia tu, so mimi nataka kupiga nikanizuia. So eventually usiku around saa moja, so around saa moja I gathered my courage, sijui kama ni time, nikachukua simu nikapiga. Kupiga Evelyn akachukua, alafu akaanza kucheka. Sasa mimi sijui kwa nini anacheka. Kumbe ndio ameshuka tu kwa ndege saa hiyo na akafungua simu saa hiyo na simu ya mchungaji wake inaingia saa hiyo, ndio akajua kama mimi ni mchungaji wake. Unajua huko kitambo kote alikuwa na doubt kama mimi ni mchungaji wake. Ndio akaamini haya. So anyway, so hata ilifanya nisikumwambia kile kilikuwa namtafutia, likamwacha. Maana nilijua nikimwambia atakuwa amechoka alafu atasahau. So I'm looking for two groups of people. Nitauliza moja leo. Natafuta walimu wa Sunday school. If you are here and you are interested na kukua mwalimu wa Sunday school, I'm looking for you. So far mwalimu wetu wa Sunday school amekuwa ni Deborah. Na kila Jumapili Deborah anatoka na watoto, anaenda kusomesha watoto wetu. Deborah anafanya kazi nzuri sana. Na nataka nimshukuru sana in her absence. Sijui kama wengine hamjui kama Deborah ni shemegi yangu. Unajua hamjui? Mimi niko na shemegi wa nguvu, si kama mashemegi zenu ambao. Mimi niko na shemegi ambaye ana support kazi ya shemegi yake. Hawezi ruhusu ya nani yanguke chini. And I truly am honored kuwa na shemegi kama Deborah. However, I am not happy ya kwamba anakosa church kila Jumapili. So the plan ambayo tuko nayo ni kwamba tukuwe na madarasa 3 kila Jumapili, na hayo madarasa 3 yawe yana walimu tofauti. Unaona hawa watoto wadogo ambao wako hapa ni kwa sababu pale mahali Deborah yako haezi kukaa na watoto wote. Lakini tungelikuwa na mwalimu tofauti wa hivi vinyangarika vyetu hivi, vingewekwa mahali na mipira na vikacheza na vikawa sawa. Lakini pale mahali Deborah yako hivi vijamaa vyetu hivi haviwezi. So we want a class ya hivi vijamaa vyetu vidogo ambapo kutakuwa hakuna kusoma sana, ni madoli, mipira, kila kitu hapo ndani, and they play. So that is maybe 2 years, 3 years to about 4. And then 5 mpaka around 7, 8 wawe na darasa yao. Alafu 8, 9 mpaka around 13 ama 14 wakuwe na darasa yao. Ili sasa the teenage wapike hapo waende huko mbele. Ambo mostly the teenager tunakaa nao kwa church. But if need be, we will also add a 4th one ambayo itakuwa ni ya teenagers, iende paka 19, after 18, 19 sasa watoke waenda. So if you are interested to be a Sunday school teacher, we will here is the beauty about being a Sunday school teacher in this time sasa ambayo tunakuja. Utakuwa hautafuti sermons.
we have enough material ambazo utakuwa unatumia. We will train you. Ukija asubuhi utapata makaratasi yako ya darasa yako yamepangwa. Wewe ni kuchukua na kwenda kwa darasa yako. Utakuwa na darasa na karatasi nyingine ambayo utakuwa unajaza watoto ambao umehudumia, ni wangapi, majina yao unaandika chini. Ukimaliza unaregesha yale makaratasi ambayo utakuwa umechukua. Moja itakuwa ni yako wewe kama mwalimu, mengine atakuwa ni ya watoto, kama ni kukala, kama ni kujaza, wanaenda nao nyumbani. So we are forming a very, very structured way on how we will run our children's ministry. Na natafuta wafanyikazi. So if you're here, utakuwa unafundisha ikizidi mara 2 kwa mwezi. So unafundisha, unapumzika, unafundisha, unapumzika. Lakini Mungu akitusaidia tukipata watu wengi, unaweza kuwa utakuwa unafundisha mara 1 kwa mwezi. Bwana asifiwe sana. So naomba majina hayo yafike kwa Pastor Wilson as soon as possible, because we would like to launch this program as soon as possible. Tumeelewana? Tukipata hao volunteers, it's out of that group ndio pengine next week ama the following week nitawaannouncea the committee that will be in charge of our committee of our children ministry. We will have about 5 people ambao watakuwa hao ndio wanaongoza our children ministry, ikiongozwa with the children director ambaye tutakuwa tumempata. Is that clear? Hiyo iko wazi, eh? So if you're there and you are in